Na tunasema karibu mara tena mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu kwenye habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 19 mwezi Novemba mwaka wa 2025. Popote uliko, fahamu kwamba unaendelea kusikiliza matangazo yetu kutoka Amani TV Media, ambayo inakutangazia moja kwa moja kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Karibu kwa wingi kuweza kusikiliza yale tuliyokuandalia asubuhi ya leo, ambako mambo yazidi kubadilika kwenye uwanja wa vita mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, jimboni Kivu Kusini, lakini pia jimboni Kivu Kaskazini. Kama kawaida, tuko hapa kuletea yote ya ukweli na ya uhakika kuhusu kile kinachoendelea huko, ambako mambo yanazidi kuripotiwa kuwa mabaya kila kukicha kati ya wahasi na vikosi vya jeshi la taifa FARDC. Asubuhi ya leo, msikilizaji na mtazamaji wetu, utasikia kuhusu mapigano makali yameripotiwa tarehe 18 Novemba kati ya wahasi na vikosi vya wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC huko katika vijiji vya Nyabashwa, Kasheke na Vituma, vijiji vilivyoko katika eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Na pia utasikia kuhusiana na jeshi la Uganda UPDF limewakabidhi wanajeshi 5 wa jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo waliokimbia kipindi cha machafuko ya kivita vya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na utasikia pia kuhusiana na kiongozi wa upinzani Martin Fayulu ametoa wito kwa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuandaa bila kuchelewa mazungumzo ya kitaifa. Na pia tutasikia taarifa kuhusu tukio la kusikitisha ambalo limeripotiwa kwa Bukavu, ambako kijana mmoja mwenye umri wa miaka 15 amedaiwa kuumua mama yake mzazi kwa kumwekea sumu ya panya kwenye chakula. Kwa hivyo kuwa nami kwa kusubscribe, kucomment, lakini pia kusambaza habari hizi kwa walio wengi zaidi, ili naendelee kuzipata kama kawaida. Mimi ni mtangazaji wako Ramsehi Ramadhani. Na bila shaka natumai utakuwa salama usalimini mara tena mpendwa msikilizaji, na sasa tufungue kurasa wetu wa habari za asubuhi ya leo na habari kutoka huko Masisi mkoani Kivu Kaskazini, ambako mapigano makali yameripotiwa Jumanne tarehe 18 Novemba kati ya wahasi wa AFC M23 na vikosi vya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC katika vijiji vya Nyabashwa, Kasheke na Bituma vilivyoko katika kundi la Nyamaboko wa pili, eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vyetu vya habari kutoka eneo la tukio, wahasi wa AFC M23 waliotoka maeneo ya Kazinga walianzisha mashambulizi hayo mapema asubuhi. Wahasi hao walishambulia ngome ya mitaro ya FARDC pamoja na vikundi vya kujitolea vya wazalendo vilivyoko katika vijiji hivyo vitatu. Wakaaji walihakikisha kwamba milio ya risasi nzito na nyepesi ilisikika kwa muda mrefu katika maeneo hayo ya mapigano, ishara kuwa vita bado vilikuwa ni vikali na vinaendelea. Hali hii imezua hofu kubwa na wasiwasi miongoni mwa wananchi. Baadhi ya wakaaji wa vijiji hivyo na maeneo jirani, ikiwemo kijiji cha Humura, tayari wameanza kukimbia makazi yao kutafuta usalama sehemu zingine. Mashuhuda wanasema kuna mtawanyiko wa watu, hususan wanawake na watoto, wakijaribu kukimbia maeneo yenye kukaribia mstari wa mapigano. Ikumbuke kuwa siku ya Jumapili iliyopita waasi wa AFC M23 walishambulia tena eneo la Bitoi na kufanikiwa kuteka kwa muda mfupi kabla ya kujiondoa siku iliyokuja. Na tukisalia tu huko jimboni Kivu Kaskazini, ni kwamba jeshi la ulinzi la Uganda UPDF limewakabidhi wanajeshi 5 wa jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC kwa mamlaka za Kongo katika mpaka wa Kasindi siku ya Jumatatu tarehe 17 Novemba, kwa mujibu wa taarifa za viongozi wa Uganda. Kulingana na taarifa za UPDF zinasema kuwa wanajeshi hao 5, miongoni mwao yupo Sergeant Kabango Nsangi Nyasi mwenye umri wa miaka 33, yupo pia kapteni msaidizi Blaonde Batelu Enoch mwenye umri wa miaka 35, na askari wa kawaida ambaye anajulikana kwa jina la Nkonyi Nguma Mbuya mwenye umri wa miaka 26, Masungu Malubeni mwenye umri wa miaka 22,
pamoja na Bakomba Mupepe Exose mwenye umri wa miaka 20. Wanajeshi hao walitoroka kutoka mji wa Goma kutokana na mapigano makali yaliyokuwa yakiendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Baada ya kukimbia, waliingia nchini Uganda ambako walikamatwa katika eneo la Mukongolo kisha kupelekwa katika kituo cha polisi cha Buhoma kwa ajili ya uthibitishaji wa utambulisho wao. UPDF inaeleza kuwa ilihifadhi wanajeshi hao tangu mwezi Julai mwaka wa 2025 kwa kuzingatia sheria za kimataifa za kibinadamu pamoja na kanuni za kikanda kuhusu mapokezi ya wanajeshi wa kigeni wanaovuka mipaka. Hakuna kati yao aliyeomba hifadhi ya kisiasa na wote walikubali kurejea kwa hiari nchini mwao nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wakati wa zoezi la makabidhiano, kamanda wa kikosi cha mlima cha UPDF Major General Stephen Mungerwa alisifu ushirikiano mzuri kati ya majeshi ya nchi hizo mbili. Alisisitiza kuwa hatua hiyo inaongozwa na roho ya Pan-Afrika kikanda ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa mujibu wa Kampala, taratibu zote za kisheria na za kiutawala zilitekelezwa kikamilifu ili kuhakikisha makabidhiano hayo yanafanyika kwa njia salama na iliyoratibiwa. Kwa upande wa DRC, Meja Jenerali Evariste Somo Kakule ambaye pia ni gavana wa kijeshi wa mkoa wa Kivu Kaskazini aliwashukuru viongozi wa Uganda kwa msaada waliotoa kwa wanajeshi hao wa FARDC. Vilevile maafisa wa uhamiaji kutoka nchi hizo mbili walihudhuria tukio hilo pamoja na Brigadia Jenerali Mugisa Muleka Joseph, kamanda wa FARDC anayesimamia eneo la mpaka karibu na Uganda. Na kabla tujajelekeza huko Bukavu, tukujuze kuhusiana na tukio la mtoto aliyemuua mamake mzazi kwa kumwekea sumu ya panya kwenye chakula. Kwanza tujelekeze uko Fizi, ikiwa ni jimboni Kivu Kusini, ambako katika juhudi za kuboresha usalama wa raia katika jimbo ya Kivu Kusini wilayani Fizi, hususan katika vijiji vilivyoko kwenye eneo la Kisanga cha Ubwari, kiongozi wa kizalendo Mheshimiwa Dragira amefanya operesheni maalum dhidi ya wahalifu wanaovuruga amani katika maeneo hayo na kuwakamata. Akizungumza baada ya msako huo, Mheshimiwa Dragira aidha Drago amesema kuwa msako huo umefanyika kwa nia ya kurejesha utulivu na kuwalinda watu wanaendelea kuteseka kutokana na vitendo vya uhalifu ambavyo vinatekelezwa na baadhi ya viongozi wa kizalendo ambao patikana maeneo hayo ya Kisanga cha Ubwari. Huyo ameanza kuonesha hali halisi ya kile ambacho kipo uko Ubwari, ambako kuna baadhi ya viongozi wa kizalendo ambao walikuwa na watesa raia kwa kuwafunga sehemu mbaya zaidi, kama unavyotazama hapa wakizungumza. Ni muti ya embe, uangalie prizo ya kuua batu yenye kwa hapa Kibanga. Muangalie Kibanga, embe mzima njo hii, banatobola embe, njo prizo ile vile muangalie, embe mzima njo inatobolewa, muangalie prizo. Muangalie prizo, njo prizo hii. Hivi njo ndani hii. Kwa General Manga. Njo Manga huyu Kibanga. General Manga. Anatobola embe. Manga. Njo prizo hii ya embe mzima, funga. Unaona? Manga. Munaona prizo? Njo prizo hii. Prizo hii embe mzima hii anatobola vile. Unaona? Embe mzima anatobola hapa hivi. Hivi nafungula mie unafungula hapa. Prizo ya General Manga utoproklame wa Kibanga. Prizo zenye kwa na huwa nazo batu. Anakutia humu gisa na huwa batu, muangalie shimo. Na unataya mambuzi, unataya ngombe zenye huko nazo. Unaona? Angalia shimo chini iko ya 2 kilo. Yaani kama utaingia mule vile na unakufa. Unakufa vukutu kwanza mule, vidudu mule. Munaona? Manga.
Njo prizo hii Hembe muzima njo anatobola Hembe muzima. Hembe muzima. Hembe muzima njo hii anatobola hapa yeye. Munaona? Prizo ya General Manga autoproclame njo prizo Hembe muzima yeye anatobola. Anatobola hapa hivi, muangalie shimo nyiko na huya amo watu sasa. Munaona njo Kibanga ya Ubwari, Kibanga kama unasikiaka Kibanga. Njo prizo ya Kibanga hapa. Njo prizo ya Kibanga hii. Bonsoir mon commandant force. Ni mio huyu observance Ekanda Saidi Dragila huyu. Niko mkazi kiongozi, niko mkazi na kiana plante force navale kuanza mizimu ti Kibanga. Lakini ajabu nafaa kufika Karamba na kia kuta malalamiko pale Kibanga ya population ina amani. Kama na kutumia ile image ni ya kiongozi mmoja kwa anaitwa General Manga pale Kibanga. Yeye Manga anatesa population sana. Na mie sikufurahiwa. Tulikuwa na shefu Pole, naenda na shefu Pole, na shefu Ekela wakazimia, na bakapita, na watu ya parti yetu ya CMPCC, na watu ya justice, bote tulikuwa nabo. Na ilionekana population yote na watu yote ule mtu atoke pale. Na tulitumikisha kijeshi ila hatukupiga risasi, akwa risasi hata mmoja ile lilia. Tulitumikisha busara, akili busara kwa mpambanaji. Nilimwambia tangia leo acha eneo wazi. Nilishukuru sana juu tulikuwa kontakte na komanda Mugulu wa infantry yetu ya CMPCC. Tulifanya ramforo kutoka Sebele. Bote tulikuwa nabo hapa pale Kibanga. Na mstrateji kenye nilitumikisha, nilimwambia aache eneo wazi. Infantry yetu ya CMPCC bakie pale na mare yetu batumike pamoja. Sasa vile nilituma message ya kusema audio ya kusema na kia plante komanda batayo Munga Asanjabike ndio mwenye anaangalia mpaka Kibanga. Sasa kama na kutumia hizi image ni selona matapage zenye bwana Manga anafanya pale Kibanga, population yote inamkatala. Na hivi namfunga niko naye hapa na jeshi yake yote ilikimbia. Hivi ndo niliacha kikosi pale. Hivi nakia lala Karamba, tulikia na shefu Pole, tulikuwa na yeye Kibanga, lakini tunarudia naye. Na kesho busubuhi niko naenda tena Kibanga. Huko Kamba banasema ni Areme. Iko sehemu inaitwa sehemu gani pale? Ile kamba inaitwa iko sehemu gani? Kongolo. Tutasaidiana na infantry kwa kwenda kutosha ile kamba. Juu population inalalamika sana. Ndio vile mheshimiwa, kama na kutumia ile image one jinsi raia inataabika. Fimbo zezi napigwa raia pale. Bamama kutiliwa mkasho. Na kutumia image, utafungula ile image ndo kasho yenye alikuwa anafungula iko ni tundu yenye balitobola tundu muembe. Ndio kasho hii. Kwa hiyo na mimi na aplike kwa kumtoa pale kwa siasa, kwa elimu ya nchi, na Mungu anasaidia. Na wafanya siasa wengine watatuma maripoti zao kwa gisi baliona bo peke na macho yao.
Na sasa tuelekeze huko Bukavu ambako tukio la kusikitisha limeripotiwa mjini Bukavu, makao makuu ya mkoa wa Kivu Kusini, ambako kijana mmoja mwenye umri wa miaka 15 amedaiwa kumuua mama yake mzazi kwa kumwekea sumu kwenye chakula ambacho alikuwa hakikitumia. Kwa mujibu wa chanzo cha polisi, mara tu baada ya tukio hilo kutokea, kijana huyo alikamatwa na kupelekwa katika kituo cha polisi kwa ajili ya mahojiano. Wakati wa uchunguzi wa awali, alieleza namna tukio hilo lilivyotokea, huku akionyesha pia sababu iliyompelekea yeye kuweza kumwekea mamake mzazi sumu ya panya kwenye chakula. Na hapa ni mahojiano ya polisi na kijana huyo mdogo mwenye umri wa miaka 15. Ulipatia mama yako sumu na kumekuwa ni umewaza ni? Hakuna tabu ilikuwa na wazi. Ile sumu umeiuza mungapi? 3000 francs. Ulisema unataka ifanye? Ile sumu. Imefahamu nyumba 3 jours depuis mama yako kwa hospitali. Mimi nasema mimi nataka nimpatie ngine na kata. Kisha leo ndio nimefuata kusema nasema nimpatie. Sasa ile 3 jours unakuwa unapanga nimpatie juku kweni? Mimi. Hata na message kama juku kweni. Na 3 jours unaoshaiuza na ukasema unapenda nipatie mama. Na niko nayo mimi na roho nyingine naisha katala. Kisha roho yenyewe ilikuwa kana kusukuma uimupe na nyingine nakatala. Yenyewe ilikuwa nasema uimupe, ilikuwa nasema nataka ni. Haikuwa sema tena nataka kitu tu, ilikuwa sema uwa mamako. Mama lazima gombana na mamako. Hapana. Abia gombana. Mbona kuso ulikuwa kudawa? Ulikuwa konja jana? Mimi. Hakuna kitu changu ilikuwa nisumbua. Nini? Kichwa. Na uko na mafikiri tu unasema, "Mimi ulienda uza ile dawa na unapenda kuue mamako." Hapana. Uliuziani? Nilikuwa nata itegea yako. Kisha yengine roho ikasema acha kuitegea kwa ite mchakule ni mamako atakula. Mamako yeye peke tu. Hapana wengine. Na wewe waza kuua wengine? Hapana. Ndio. Mimi roho na sasa kuna kia kusema nikaoa mamangu sina nabaki hapa kwetu. Hapana hata. Na unafanya nini? Yenye tulikuwa penda uwe mamako. Na nakufani niko na kwaka hemwa yenye nakusumbua. Mamangu naomba nimuoe je aka. Hakuna kwa shani kwanza. Mimi utamu yenu. Sijue na mimi marabu. Haujue? Kweli? Maimu ile 3 jours yote nilikuwa lota na niko na uwa mama. Mimi ushamwambia? Hapana. Kisha ulikuwa unamnyamazia nini? Nilikuwa na ningemwambia kisha nje ile roho ya kufanya ilipata nifika hapo ndio ningepata vifaa. Ndio. Hakuna hata mwingine mwa watoto mwenye mlikuwa kana napanga naye. Hapana. Hii ni nini unavaa? Ni shene tu niko pale. Ndio. Unalala na unaivaa? Njoo unalota tu na uko naye. Ndio. Unaitika. Sasa mimi nakuuliza. Mwa ile 3 jours ulipangaka uwa mamako. Roho gani sasa ulikuwa unalota mwenye alikuwa anakusukuma mwile ndoto ni nani? Simujue mimi ni mama. Ni mama. Ndio. Wa miaka ngapi? Ni mama mkubwa ninakuwa mwaja mama tu pale. Anakusukuma mbona uwa mamako? Enda uwa mamako. Nilikuwa na sina na zile makuta maziku nilianja ilota ndio nikipata kunipatia ile 3000 francs. Mwalikupatia ile 3000 ni nani? Mimi nilienda tumikia mtu. Nani? Ni mbaba. Ulitumika kazi gani? Tulikuwa tunapasula kwake majiwe kisha nilikopesha mwingine na atanipatia ile 3000. Kisha ndio akipata nipatie. Ulimkopesha nini? Nilimkopesha makuta. Makuta ngapi? Yalikuwa 3000 na alipoteza na memory yangu kisha ndio akipata nipatia zile. Kwa sema za memory nazo atazinipatia. Waje walikuwa nasema uenda somea Butembo. Kisha sasa wewe ulipataka ulimkopesha 3000 na huko tu na 3000. Kisha ulimkopesha kaya na wewe anza waza kuua mamako. Sasa uliwaza kuua mamako? Ndio kulimani kezi muomba na shazi nima kulimwa akipata na zinipatie. Uko miaka ngapi? Kenza. Unasomea wapi? Na milima de. Kwa STT. Mkela ni 7e. Prefere ni jana? Siwezi na. Siwezi na prefere nako mu 7e. Na profit itilere? Ndaliko. Ule prefere ni mgeni pale? Unaweza somea kwa STT na wewe jina prefere? Ndio nilitoka ku primaire. Ile masomo, ile majua yenye mlikuwa na pasula, ni majua ya namna gani?
Gravier. Kisha ukapata ile 3000. Ile sumu uliuzia kwa nani? Hapa yule. Kwa nani? Kwa nani? Pembeni na kwa Lagos. Ulimwambia sasa unaenda fanya? Mwambia naenda tegako mapanya. 3 jours na iko mwenye. Ile sumu. Sasa leo ulimupatia ile sumu masaa ngapi? 10 Na 10. Akasema nini? Sasa ulimpatia? Akasema mbo mchakula mko dawa panya. Akakula kidogo. Ukamwambia nini na wewe sasa ulisema mko dawa panya? Mimi nikamwambia Messi juu. Nasha sikia harufu. Mimi akaongeza kula. Na huko namuona gisi akakula. Kuongeza kula alifuata viacha. Alikula kidogo, akasema mbona kusema mko dawa panya? Akaviacha. Alikula vishiko vingapi? Alikuwa na hamaliza kirai ya kwanza. Alianzia kubirai. Maharage hakuikula. Alikuwa na chakula na kumaharage, mimi alikuwa na hamaliza kirai cha kwanza. Vishiko na chakula vishiko vingapi? Sijui. Haujui. Alikuwa kula na siku hao. Ulibimwachia ukaenda. Asio nekisimama na kufa. Basi unaona zipendo na mako wako. Ulimwachia na ukaenda? Kisha saa alisema mbona mchakula mko dawa panya? Wewe na huko wapi? Ndio sasa aliniita sana niko mwangu ndio nikikuya. Kuya hapa. Akakuuliza. Alikuwa nakula mule na iko yeye peke. Alikuwa mwenye peke. Maharagi mwalipiga ni nani? Mimi. Ulikalanga. Na mwaliuza virai ni nani? Ni mama. Na maharagi mwaliuza ni nani? Ni mama. Na mafuta mwaliuza ni nani? Ni mama. Ako ulipiga tu. Kisha wewe ulitia muvi yake tu wala ulitia muvi yenu nyewe wote? Muvi yake tu. Yake tu. Kisha sasa ulimaliza kumimupatia, akisha kuuliza mbona mko sumu ya panya, ukarudia. Ulifanya nini ile saa? Hakuna cha nilifanya. Na roho yako ilikwambia nini? Roho yangu ilishtuka. Sasa ilishtuka. Ukafanya nini sasa? Hakuna cha niongeza fanya. Saa hii hapo kunaona mamako gisi iko, uko nawaza nini? Saa hii mafikiri kwenye saa hii uko nawaza uko waza nini? Saa hii niambia viko kwa roho yako. Msitoka kwambia useme usiogope kitu. Ndio viko kwa roho yako saa hii ni vinini? Shataweza kupiga hapana. Huko nini kwa roho? Hakuna kitu. Sasa unawaza na nini kuona mama? Sasa uko naona mamako unashikamata namna gani? Wasikia mbaya. Mbaya. Mbaya, tuambie viko kwa roho yako saa hii. Sibasha kufungia mnyumba. Mule huko mafikiri gani? Mimi. Niko nawaza tu ni mama atakufa. Kisha kufa unawaza utakuwa nini? Tunabakia yatima. Unawaza nini? Hakuna. Ulisema wewe ndio nani? Ndio Lise. Usio kwa miaka ngapi? Kenda. Wadogo wako ni wangapi? Ni wade. Na bakubwa wako? Ni watatu. Unaishi na babako? Mimi unaishi na ule mamako mnataka huko. Njoo nani? Ndio Mawazo. Na kama kawaida, ikiwa ndo kwanza unajiunga nasi, fahamu ya kwamba endelea kusikiliza taarifa ya habari katika lugha tukufu ya Kiswahili kutoka Amani TV Media. Siku ya leo kuna mimi Ramsehi Ramadhan. Matangazo yanapata moja kwa moja kupitia mtandao wa kijamii kama vile Facebook na YouTube, ukiandika tu Amani TV Media. Hapo utakuwa unajiunga nasi, lakini pia uko Shabunda unatunasa vema kupitia Radio Mutula FM. Na sasa tutimishe taarifa yetu ya habari na habari kutoka kwa Kinshasa, ambako kiongozi wa upinzani na mkuu wa muungano wa kisiasa wa Lamka Martin Fayulu ametoa wito kwa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuandaa bila kuchelewa mazungumzo ya kitaifa jumuishi. Hayo yalielezwa katika tamko alilotoa hadharani Jumanne tarehe 18 Novemba, ambapo pia ametoa wito wa uhamasishaji wa kitaifa. Kupitia ujumbe wake, amelaani makubaliano ya ushirikiano wa kiuchumi yaliyotiwa saini hivi karibuni kati ya DRC na Rwanda chini ya uamuzi wa Marekani, akiyataja kama tishio kwa umoja wa mipaka ya taifa. Amesisitiza kwamba hakuna makubaliano ya nje yanaweza kuja kabla ya maridhiano ya watoto wa Kongo. Lazima tuungane na tutangaze kwa sauti moja mshikamano wa taifa. Wananchi wa Kongo, sasa ndicho kipindi cha kuamua hatima yetu. Ni sasa kila mmoja hajitokeze kutetea thamani kuu ya historia yetu pamoja na ukamilifu wa ardhi ya Kongo.
Kiongozi huyo wa upinzani alitoa wito wa mahususi kwa vijana wa Kongo ambao aliwaita roho hai ya Kongo. Amewataka vijana hao kujipanga na kujiweka tayari kwa ajili ya kulinda ardhi na nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na kufika hapo ndipo naweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 19 Novemba mwaka wa 2025. Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari katika lugha tukufu ya Kiswahili kutoka Amani TV Media. Leo hii ulikuwa nami Ramsey Ramadhan, na kusihi kuwa nami tena katika habari zetu za hapo baadaye, na kuaga kusema bye bye.